Uganda imedokeza kuwa inajiandaa kumaliza operesheni yake ndefu ya kijeshi nchini Somalia baada ya takriban miongo miwili. Hayo imesemwa na mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba Jumatatu kupitia akaunti yake ya X. Uganda ni sehemu ya ujumbe wa Afrika ya kulinda amani uliopo nchini Somalia. Lengo kuu la kikosi hicho ni kusaidia Somalia kupambana na ukosefu wa usalama unaosababishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Nchi nyingine zinazochangia wanajeshi ni Ethiopia, Djibouti, Kenya na Misri. Kwa mara ya kwanza Uganda ilipeleka wanajeshi wake Somalia mwaka 2007 chini ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM. Kikosi hiki kililenga kuunga mkono serikali ya Somalia katika mapambano yake dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Uganda ilikuwa na wanajeshi 6,000 na kuifanya kuwa moja ya wachangiaji wakubwa. Vikosi vya Uganda vilichukua jukumu kuu kama kulinda mitambo muhimu mjini Mogadishu, ikiwa pia ni pamoja na uwanja wa ndege na bandari, na kusaidia kutoa mafunzo kwa vikosi vya usalama vya Somalia. Mnamo mwaka 2022 AMISOM ilibadilika na kuwa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS. Mamlaka mpya ililenga kutaka kukabidhi hatua kwa hatua majukumu ya usalama kwa vikosi vya Somalia. ATMIS ilianza uondoaji wa wanajeshi kwa awamu mnamo mwaka 2023 na mipango ya kumaliza operesheni yake ifikapo mwishoni wa mwaka 2024. Hata hivyo, mipango hiyo ilikwama kutokana na ucheleweshaji wa upungufu wa fedha. Kwa kujibu, Umoja wa Afrika ulizindua kikosi mrithi misheni ya msaada ya utulivu wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, AUSOM, mwaka 2025. Ilianza kufanya kazi kuanzia Januari tarehe 1 mwaka 2025 na ilitarajiwa kuwa na zaidi ya wanajeshi 11,000 kufikia tarehe 11 Disemba mwaka uliopita. Jukumu ni kuwa vikosi vyote vya Kiafrika viondoke Somalia ifikapo mwaka 2029 ili kuachia Somalia majukumu kamili ya kulinda amani. Lakini ufadhili umesalia kuwa changamoto kubwa kwa misheni hii ya kulinda amani. Umoja wa Ulaya umekuwa mfadhili mkubwa wa vikosi vya Afrika nchini Somalia, lakini mwaka 2022 ulitangaza kupunguza fedha ikisema imebadili sera zake za Afrika. Pengo la ufadhili la mwaka 2025 tayari limeleta shida kubwa kwenye kikosi. Nchi zilizochangia wanajeshi hazijapokea posho kwa mwaka 1.5. Mbali na hii, mnamo Oktoba mwaka 2025, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa aliagiza ujumbe wote wa kulinda amani unaofadhiliwa kupitia bajeti ya ulinzi ya amani kupunguza matumizi kwa 15%. Kwa hivyo sasa kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia inatarajiwa kupoteza karibu dola milioni 130 kutoka kwa fungu la msaada la UN. Mwezi Septemba mwaka uliopita, Umoja wa Mataifa ulifanya mkutano wa kimataifa wa kutoa ahadi ya ufadhili kwa ujumbe wa Somalia. Kiasi kilichoahidiwa kutoka Uingereza, Italia, Hispania na Umoja wa Afrika ni takriban dola milioni 44, ikiwa chini sana ya dola milioni 196 zinazohitajika kwa kikosi hicho mnamo mwaka 2025. Bila ufadhili unaotabirika, AU inasema inaweza kulazimika kufikiria upya ratiba yake ya awali ya kuondoka nchini Somalia na labda haitangoja mwaka 2029. Kwa sasa mpango wa kina na muda wa kuondoka kwa wanajeshi wa Uganda bado haujatolewa na nchi hiyo. Wakati huo huo, serikali ya Somalia inajitayarisha kwa ajili ya kuondoka kabisa kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika nchini humo chini ya kikosi cha AUSOM ambao wako tayari kwenye kazi yao ya mwisho. Inasema kuwa inafunza kikosi maalum chenye ujuzi wa vita kukabiliana na genge la kigaidi la Al-Shabaab ambalo limeshikilia nchi hiyo chini ya ukandamizaji kwa zaidi ya miaka 20 iliyopita.